Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Na huku watu wenye ulemavu nchini wakijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya watu wenye ulemavu ulimwenguni, kundi moja la walemavu katika kaunti ya Kajiado limeandaa matembezi kuhamasisha jamii kuhusu haja ya kujumuishwa katika miradi mbalimbali pamoja na uongozi. Kwenye matembezi hayo ambayo yanaandaliwa mjini Kajiado, watu wenye ulemavu wanataka haki zao zizingatiwe, zikiwemo usalama, elimu bora na mazingira mazuri ya kufanyia kazi zao za kila siku. Tunaungana na mwanahabari wetu Robert Masai kutoka huko Kajiado atupashe mengi kuhusiana na hayo. Masai, kama unanipata, kazi kwako. Nama Mwanahamisi, bila shaka kama ulivyosema, tunakujia moja kwa moja kutoka hapa Kajiado mjini, ambapo ukiangalia nyuma yangu ni kundi la watu walemavu, ambapo leo ni siku ya watu walemavu duniani. Hafla hiyo itakuwa inaadhimishwa katika mji huu, lakini mwanzo kabisa watakuwa wanaanza na matembezi ambapo watazunguka mji wa Kajiado kabla ya hafla yenyewe kuandaliwa katika chuo cha Masai Technical, ambapo masuala mengi tu yatakuwa yanazungumziwa kuhusiana na kundi hili. Itakumbuka kwamba kuna bado changamoto mbalimbali ambazo wanapitia, na ndio masuala ambao watakuwa wanaibua leo kwenye mkutano huo na vile vile kwenye matembezi katika mji wa Kajiado. Lakini moja kwa moja tutazungumza na wao tusikie labda hisia zao ni zipi leo, hususan wakati ambapo kuna ulimwengu unaadhimisha siku hii ya kuhamasisha jamii kuhusu namna ya kuishi na kundi hili la watu. Tutaanza tu na mmoja wao hapa ambaye ni mwenyekiti katika kaunti ya Kajiado. Karibu sana, alafu sijui kama atatoa kofia alafu ndio tu aweze kuonekana vizuri. Labda leo ni siku ambaye inatoa fursa kwenu kuhamasisha jamii kuhusiana na masuala ya watu walemavu. Je, haki yenu tumefikia wapi na nini inapaswa kufanya? Okay, kwa majina naitwa Wycliffe, mkazi hapa Kajiado. Basi siku hii ya leo ni siku muhimu sana kwa watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kajiado, na kitu ya muhimu sana ni kwamba tumefanya ile jambo kwa sababu ya awareness na advocacy, kwa sababu katika kaunti yetu ya Kajiado tumeona kwamba watu wenye ulemavu wamekuwa nyuma sana, lakini tukaamua kufanya ile jambo ili kuelimisha pia community kwamba watu wenye ulemavu wako na haki katika nchi yetu ya Kenya, na pia wako na haki ya kufanya jambo fulani ambao linafaa katika sheria. Kuna swala la labda bado kuna wale wanaficha watoto walemavu, kuna swala la mazingira ya kutembelea, kwa mfano majengo, kuna swala la labda matibabu. Je, mumeafikia hilo ama bado? So far si mbaya sana, lakini bado tunahitaji kusi serikali ama kaunti ya Kajiado kwamba iweze kufanya zaidi, kwa sababu tuko na wazazi ambaye bado hawajaweza kukubaliana kwamba wako na watoto wenye ulemavu. Kwa hivyo tunaendelea kufanya hii awareness, na hata siku hii ya leo pia tutawapatia nafasi ama tutawazungumzia ili waweze kutoa wale watoto ili waweze kujulikana. Na pia katika hali ya matibabu bado tuko chini sana, bado tuko chini katika kaunti ya Kajiado. Ndiposa tunasi pia county government ya Kajiado iweze kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wako sawa katika hali ya matibabu. Asante sana mzee, karibia tu hapa hivi kidogo, alafu tueleze labda maoni yako kuhusiana na siku hii ya leo na hali yenu ni vipi katika kaunti ya Kajiado na hata kitaifa. Okay, asante sana. Mimi naitwa Jackson Moile kutoka Kajiado West. Huku kwa walemavu kama mwenzangu amesema hivyo, walemavu wako na shida mingi sana. Walemavu especially huko chini reserve, hii kitu ambayo tunaitaga sha hata hawaelewi kabisa. Wale wengine ambaye wamekuwa na matibabu hawezi fikiwa na dawa, especially wale wako interior. Wale kwanza at least wale wako hapa kama town hivi ni afadhali kidogo, lakini wale wako huko chini hawafikiwi kabisa. Kwa hivyo ningeomba tu serikali waangalie wale watu ambao wako reserve, wako nyumbani, wajazungumziwa tena, kwa sababu saa hii kama mimi nimefika hapa, nimekuja kivyangu, wale wengine ambao wamekaa nyumbani hawangeweza kufika kwa sababu hawana transport, hawana vile wataweza kufikia hapa, pia wao wajulikane vile wako. Pia shida ni mingi sana kwa masomo wako na shida pia, kwa sababu wakipelekwa shule kwanza wakilipa karo hawana usaidizi. Kwa hivyo pia ningeomba pia wasaidiwe wale wako mashinani kabisa, hao ndio mimi nawatetea zaidi. Labda tukimalizia tu, nyinyi kama makundi ambayo mnatetea watu wanaoishi na ulemavu, je, mikakati gani inapaswa kuwekwa ili kuhakikisha kwamba hawa ndugu zetu pia wanahisi kwamba wako ndani yetu?
Asante sana Citizen TV. Kwa siku ya leo ni siku kweli furaha ambaye tunaenda kurudishia shukrani team ya disability kuonesha kuwa utu ni muhimu sana. Changamoto ile umesikia wanapitia sana kama county government and national government, we need to come together with stakeholders. Sana saa hii kama Kajiado County hatuna mashini ya vijana kupimwa masikio. We don't have a system. And this is so hurting to us because tuko na vijana kama wenzetu venye wamesema, in terms of birth certificates, in terms of IDs, they cannot be able to come, hawawezi kuja mahali wanatakikana kufika. Ni njia gani sisi tutaenda kuhakikisha hizi services za serikali wamepata mashinani? So kwa niaba ya vikundi ambaye stakeholders ambaye wameweza kufanikisha hii jambo, ni jambo ambaye tuliona tukuje pamoja kwa sababu si kila kitu serikali inaweza kufanya. Sisi tuko na community. Ni nini kama vijana hasa tunafanya? Because the community is part and parcel of us. Sisi ndio tunasema vijana wachangamuke na vijana wajue mazingira ni yao, disability ni wao. So kwa hayo machache nataka kushukuru sana the stakeholders for coming through and making this beautiful day to be perfect. Asante sana. Yes. Wacha tumalizie tu hapa hivi. Karibia tu hapa tuchoree tu picha ya kitaifa kwa sababu wewe unatokea afisi ya kitaifa. Kenya ni hatua gani tumepiga katika kusaidia hawa ndugu zetu? Kwa mfano karibia tu hapa hivi. Kwa mfano mazingira ya kufanyia kazi, elimu, tumefikia wapi kama taifa? Okay, kwa majina naitwa Iman Ali, mimi ni director wa National Council for Persons with Disability, na leo tumejumuika hapa kusherekea siku ya walemavu duniani ambayo imekuwa ikisherekewa tangu mwaka wa 1992. Na sherehe hii ni ku create awareness na advocacy ya kuweza kuambia community na other stakeholders kwamba walemavu pia ni watu kama wengine na wao pia wako na haki ya kukuwa included in all sectors. Sasa sisi kama National Council for Persons with Disability pamoja na the other stakeholders na the members of parliament wamekuja na Persons with Disability Act 2025 ambayo imekuwa revised from the one that was in 2003, na haki zao zimeongezeka na hata incentives pia zimeongezeka. Unapata kama masuala ya wamekuwa tax exempted, wako na import duty exempted na mambo mengi zaidi. Yes. Haya, asante sana. Nafikiri tutakomea hapo kwa sasa kwa sababu ya muda, lakini baadaye nafikiri tutapata fursa nyingine tuweze kuzungumza na wengi zaidi, lakini kwa sasa kama umesikia ndio malalamishi yao na matakwa yao kwa wahusika wote. Kwa hivyo ni swala ambalo inapaswa kutiliwa manani ili ndugu zetu hawa pia waweze kuhisi kwamba wako katika jamii. Kutoka hapa Kajiado na rejesha kwako mwana, mimi naitwa Robert Masai.